Lakini kwa sasa hivi kitu ambacho kinafanyika ni kwenda kuangalia zile ambazo zimebamba sana mitandaoni. Mitandaoni kuna vitu vingi sana ambavyo vinatokea. Kwa kila mtu anakitumia mtandao kwa namna ambavyo anaweza kujua. Lakini kubwa ambalo sisi tunakutana hapa kujadili taarifa za mitandao ni zile ambazo zimejiri kwenye upande wa michezo. Yuko hapa Ali Bakari ama Ali Mufti. Anakuja kuzungumza nasi kuhusiana na hizi ambazo zimebamba mtandaoni. Ali, karibu. Asante sana. Mambo yanaenda? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko shwari? Alhamdulillah. Karibu. Mbona cheka? Kama unataka kupiga jungu ama chochote. Hamna jungu. Unataka majungu? Hamna jungu. Amezoea majungu. Anakupiga sana majungu. Au basi wewe nipige mimi. Matatizo wewe kazoea. Basi wewe nipige mimi. Nipige Ile mimi. kwake umeyazoea. Nimefurahi kumuona Mangasole. Kuchomeka hivi unachomeka wewe na wazidi kumstaafu basi. Yeah. Naona hapo ndio nilikuwa nategemea. Sema nimefurahi kumuona Mangasole. Sawa. Kweli? Niendelee? Endelea. Sawa. Raba nzuri, socks nzuri. Hamna raba hapa kaka. Soma hapa Mike. Basi nisamee mimi story. Mike anajua hamna raba. Usinipake mafuta kwa mgongo wa chupa. Sawa, nimefurahi pia kuungana na Michael Yera, lakini pia kaka yetu Kinga Mkono. Ni furaha pia. Twende moja kwa moja tuangazie katika zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii leo hii. Zile za bamba. Ama sio? Ndio. Tumeanza na msimamo Mangasole. Jana mechi mbili zimechezwa, si ndio? Mechi nzuri kabisa zimechezwa. Moja ilichezwa saa 12:30, lakini nyingine ikachezwa majira ya saa 3. Bonge la mechi. Tulisema bonge la mechi na of course ikawa bonge la mechi. Bonge la mechi kwa kweli. Msimamo ndio huo, wanasema safari bado ndefu. Hiyo ndio caption ambayo imewekwa hapo. JKT Tanzania bado wapo juu. Wamechukua alama yao moja jana mbele ya Mtibwa Sugar, kwa hivyo bado wapo juu pale. Lakini kumbuka tu ya kwamba wamecheza mechi 10 ambapo kama wangeshinda zote maana yake wangekuwa na alama 30. Wamepoteza alama 13. JKT Tanzania. Pamba Jiji naye yupo pale anawinda na mechi zake 8, akicheza mechi 2 ambapo akifikisha alama hizo, akifikisha mechi hizo na JKT Tanzania, kama anashinda anakuwa juu ya JKT Tanzania. Kwa hivyo vita ni kali kati ya Pamba Jiji na JKT Tanzania. Na bingwa anaweza akapatikana hapo. Kwenye mfukuzana. Wewe unaona wanafukuzana pale wawili juu. Wewe uone kama wanafukuzana au? KMC bado yupo na hali tete. Chini kuna mechi zake 9, mechi ni nyingi kuliko alama. Sio mechi. Hayo magoli ya kufungwa hiyo GD ni nyingi kuliko mechi na alama. Sasa hapo ndio umeinama KMC. Hapo ndio uone mpira hauko fair. Unaona Simba amecheza michezo 3. Ana michezo yake 3 tu. Yuko nafasi ya 8 na ana alama 9. Ana alama 9. Sasa huko kama mechi alizocheza KMC kacheza mara 3 ya mechi za Simba. Ya Simba. Ana alama 4. Maisha ni magumu kweli. Wameamua wenyewe yawe magumu. Wametaka wenyewe. Mpira ni kutaka. Kufungwa kutaka. Anazungumza kila siku kocha Juma Mgunda. Kufungwa kutaka. Kufungwa kutaka? Au Michael anasemaje? Sina cha kusema. Kuhusiana nini? Na nafasi ya KMC. KMC tuache kwanza. Tuzungumzie wale wa juu tu. Wala juu. Bingwa mpya. Bingwa mpya wa ligi kuu. Hamna bingwa mpya pale kati. Hamna bingwa mpya hapo. Washukuru tu kwamba wanaongoza msimamo sasa hivi au kwenye top 4. Lakini mbona ile top 4 yote ile? Sawa. Ile yote inavurugika. Sawa Michael, ikitokea yale ikitokea mimi naweza nikawatabiria JKT anaweza akageuka mwaka wakiwa vinara. JKT Tanzania kwa sababu mwakani. Kwa sababu Yanga acheza mechi 2. Mpaka mwakani. Akishinda mechi zake 2 ina maana atakuwa na point 16. Kama akishinda. Kama akishinda atakuwa 16. Kwa hiyo basi JKT anaweza kuingia mwaka huu anaumaliza yeye. Mimi ndo namuuliza Michael, unakumbuka 2019 janga la corona lilivyotokea, ligi zikasimama, imetokea pap, ligi imesimama. Utaambia nini JKT kwamba bana nyie sio mabingwa? Mpaka sasa hivi wanaingia mwaka huu, wanafunga mwaka wakiwa finali. Kwa hiyo wao wanaweza kama mabingwa, wanaweza kama mabingwa, sawa, ghafla pap ligi imesimama. Kwa nini hao sio mabingwa? Labda itokee janga. Sawa, yes, huo ni msimamo wa NBC Premier League baada ya mechi za jana 2 kuchezwa. Leo hii tuna mechi 2 tena. Yeah. Lakini leo ni mechi
dume pia. Yeah. Kuwashuhudia watoto wa Kariakoo wote wawili wakicheza siku moja. Wote wanacheza. Hatari sana. Wanapishana muda tu. Yaani kama mtu hajalipia kisimbuzi chake cha Azam TV. Afuta kwa wilaya ya Kinondoni sasa. Wote wilaya ya Kinondoni bwana. Wanacheza wilaya ya Kinondoni wote. Basi sawa. JKT Tanzania wenyewe baada ya kutoka suluhu na Mtibwa Sugar, vijana kutoka Morogoro kule wanasema kisicho riziki hakiliki. Kazi kubwa imefanywa na wachezaji wetu kuhakikisha alama zinabaki Meja Jenerali Issa Muyo. Ila leo wahenga hawajakosea kabisa. Tutajipanga vizuri zaidi kwa mechi zijazo. Kwa hiyo wanaenda na hii trend ya wahenga. Ya wahenga. Kwa hiyo kisicho riziki hakiliki. Kisicho riziki hakiliki. Kwa hiyo Mtibwa hajalika kwa. Yaani Mtibwa ni kama mgeni tu, ameomba 600 yake, Anachukua soda yake mbele. Ataenda kununua anachojua huko mbele. labda anunue karanga za 200 anatafuna kwa kutembea. Safari yake anaondoka zake Morogoro. Sio mbali mbona? Manungu sio mbali kabisa. Lakini kuna lawama hapo nakwenda kwa Valentino. Okay. Valentino Mashaka. Mashaka. Sengama. Amesema kuna mtu anasema kwa Valentino nimkute mlango mkuu nina jambo. Na jambo naye. Wewe unajua vizuri Sorry, wewe mlango ambao unatakiwa Valentino. Lango kuu, mlango mkuu. Pale mlango mkuu umeandikwa Meja Jenerali Issa Muyo. Sasa huyo aliyemuita kama ana jambo naye. Kama ni mwananchi wa kawaida sawa. Lakini akiwa pale pale akikuta yupo kumbe ndio mmoja kati ya wafanyakazi wa eneo lile. Ambie kwa nini umekosa magoli ya kawaida haya? Mwingine kasema hapo chini hapo. Nani huyo? Valentino achapo viboko ametunyima pointi 3. Sama mpira ungekuwa na maamuzi ya watu kuadhibiwa kiraia. Watu wangekuwa wameshapigwa ngumi. Yes, hayo JKT wenyewe. Mtibwa wanasemaje? Tuone katika posti inayofuata hapo, tuwaone na Mtibwa na wenyewe wanasemaje kuhusiana na mechi ya jana ambayo imetoka suluhu. Wanasema tunavuna alama 1 tukiwa kambini. Mtibwa alama 5 tumechukua Dar es Salaam. Morogoro ndio home huyo. Morogoro _ ndio _home. Anasema wamechukua alama 1 kwa KFC, wamechukua alama 3 na TRA, wamechukua alama 1 na Maafande. Okay. Alama 5 sio sasa TRA kwani wa Dar es Salaam? Mechi walicheza da. Mtibwa alikuwa mwenyeji. Pale Dar es Salaam kidogo imekusanya alama nyingi. Hapa alama 5. Alama 5 sio kitoto. Okay. Kwa hiyo wamechukua kambini. Kambini ndio yenyewe. Ujue sasa hivi hichi kipindi cha wakati huo wa mpira huo ndo matani anaweza akaenda kambini, unaisema kambi huko Kwa hizo gani hizo? Ndio nasema. Kwa sababu unajua kwenye mpira mashabiki unaweza kukutana naye. Lazima tuwaue, tutawaua. Ukisikiliza, kumbe mashabiki wa mpira. Kwenye mpira kila kitu kinawezekana. Kwenye ngumi ndo kabisa. Inawezekana. Lakini bebe mwili. Bebe mwili huyu tunamuua. Lakini ukienda kwenye mazungumzo ya kawaida, hapo lazima mfikishane mahakamani. Wewe bebe wanasheria wako na mimi na wanasheria. Nikwambia tu Mangasole ni sawa sawa na kijijini kule. Kijijini unaweza ukatembea na jembe, panga, kisu, vitu vyote hivyo. Na hakuna mtu yeyote atastuka, lakini lakini kwa Dar es Salaam hapo ukipita navyo hivyo vitu unakatana tuamia uwezo. Posta ndo umeshika majembe. Umeshika panga lako hivi. Panga, tena panga umelishika hivi. Tena panga afu naambia njoo. Afu kisu kininginiza tafadhali. Taarifa nyingine hali. Yes, hayo ni Mtibwa. Twende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Yes, tumepita katika ukurasa wa Abisai Steven miongoni mwa wachambuzi ambao pia huwa wanakuepo hapa katika viwanjani. Anasema huyu ndiye aliyekuwa kikwazo kwa Azam FC kushindwa kufunga magoli. Alifanya good saves za kibabe. Mfano ile aliyemnyima Idi Nado asifunge. Ni kama anatukumbusha kwa nini alikuwa golikipa bora wa ligi kuu Nigeria msimu wa 2023-24 alipokuwa Bendel Insurance FC na clean sheets zake 18. Sawa bana? Kuna muda ni kama Azam FC walikuwa wanajiuliza wafanye nini ili wafunge. Ni moja ya performance yake bora tokea amefika ligi kuu NBC Tanzania. By the way, yupo kwenye kikosi cha wachezaji 55 cha Nigeria kinachojiandaa na AFCON 2021 Disemba. Bila shaka na maanisha itakapoanza Disemba 21. Disemba 21 nchini Morocco kule. Anasubiri kiitwe kikosi kamili kuona kama anajumuishwa na kocha Eric Sheme.
Mimi kwa performance yake mimi ningekuwa Masaba Sogi. Wangenikuta Morocco. Yaani hicho kikosi wakitajwa atakavyokitaja, lakini mimi nitakuwa kama ulitazama vizuri mechi ya jana, kuna nyakati Ibenge mpaka alishika kuna kichwa. Akanikumbusha ya kocha aliyepita Simba pale, alikuwa nani yule kutoka Uarabuni kule, Benshika. Aliwahi kuvaa kofia akatupa huko bali Elewi kinachoendelea ni nini. Akabaki mwenyewe kwenye benchi ya elewi kajishika hivi. Yes. Alibaki peke mechi imeisha, mechi imeisha, ameagana kwenye benchi kajishika. Kweli wale tokea ndo haya. Bongo. Kuna muda makocha pia wanakuwa na au magoli mazuri yanafungwa. Alifunga goli gani? Ni nani alifunga Zizo akashika kichwa? Akashika Cristiano Ronaldo. Kati ya Cristiano Ronaldo au Gareth Bale, Cristiano Ronaldo au Benzema. Mmoja wao alifunga goli, Zizu mwenyewe akashika kichwa. Imagine Zizu yule Zizu kashika kichwa. Zizu anaona hili kulifanya hili. Vijana wanafanyaje siku hizi? Hata kwenye chani alifunga goli la Mlui lile ambalo liliwapa ushindi. Ilikuwa katikati hivi msitu afu ikarudi yeye akaiweka moja kwa moja. Kocha akashika kichwa akaona hii sijafundisha hii. Hajafundisha. Yes. Abisa Steven akimzungumzia goalkeeper wa Singida Black Stars kwa yale ambayo ameyafanya jana katika mchezo. Kazi nzuri sana. Jana alikuwa kwenye kiwango kizuri kipa. Amestahili kuwa man of the match kwenye mechi ya jana. Na kuna wakati hadi Jafet Bola Kitambala alimwangalia akaona hivi wewe mtu wa nini? Madaka wanne hapo. Lakini tusisahau pia Manula alitukumbusha jana kuna save. Sasa wewe unanikumbusha enzi ambazo mimi nilikuwa nipo kwenye timu tatu. Hilo tuzungumza tena kwenye posti nyingine tuone na kwenye kuna habari gani kuhusiana na mambo. Yes, Mbeya City leo hii watakuwa wageni Ndio. Yes, watakuwa wageni wa Simba Sports. Tunaanzia hapa, tunakuja kuchukua alama 3. Au ni Mbeya City wanasema wanakuja kuchukua alama 3. Sasa watazichukua mbele ya Simba Sports majira ya saa 1 kamili usiku katika dimba la Meja General Issa Muyo. Uso kwa uso na mnyama Simba. Soma ya chini kabisa, comment ya chini kabisa. Comment ya chini kabisa. Sema na wewe umekuwa mlaini mno, utadhani Liverpool. Sasa wataalamu wa masuala, mimi huyu aliyetengeneza hii picha, wataalamu wa masuala ya wanyama wanasema kwamba ukikutana na mnyama design hii ya Simba au wanyama ambao jamii ya paka, unajua Simba ni jamii ya paka. Ukikutana na wanyama jamii ya paka hawa, usipoonea aibu, yani usipomuonea aibu, anatambua kabisa kwamba amekutana na kiumbe kingine ambacho ni jasiri pia. Lakini ukianza kuhamisha macho kupeleka huku kwenda huku, na pia wanaweza pia wakasense hata jinsi ambavyo mapigo yako ya moyo yanagonga. Huyu jamaa shaogopa huyo. Kwa hiyo unashauriwa ukikutana na mnyama design hii usimuonee aibu. Nikwambie tu Mangasole. Nakwambia kweli. Nikwambie tu Mangasole, nilikutana na mkasa hivi karibuni nyumbani. Nyumbani usiku nimekuja kukurupushwa bwana. Nyoka Mangula. Nyumbani hapa Dar es Salaam. Huyo nyoka. Bwana kuna nyoka nje. Usiku kumbuka. Mimi ndo baba mwenye nyumba kumbuka. Kwanza nikatoka kuonesha kwamba mimi kweli ni baba mwenye nyumba. Nikatoka nje. Kuangalia nikachunguza. Nikaona yule bwana amebakisha kichwa lakini amejificha kwenye shimo fulani. Nikasema hapa shughuli ipo. Eneo lenyewe lina mwanga mdogo kidogo. Nikarudi kwanza ndani. Huyu ni nyoka huyo. Nikaenda nikachukua ile sumu tunaita ya kuulia mbu. Nikaenda nikakaa, yani kama nipo vita ungeniona nyoka sio wa kumwingilia tu kizembezembe. Kama ungeniona ungejua kwa nini unataka kumuoa? Kwa nini ulikuwa mtaka? Sasa ile ilikuwa ni kumuondoa katika eneo husika. Kumuondoa katika eneo. Aliondoka. Mungu ndo anajua. Alafu unajua sasa ukipanga sehemu kuna wanawake wanakuita baba nje kuna nyoka. Sasa hapo wanakuita baba. Kwa sababu ukishaitwa baba, yani ukishaitwa baba, yani kila kitu anategemea kupitia wewe. Sasa pale ndio uchukue pointi 3 au uharibu. Mtego. Mimi sieleka nilichukua 3 au uharibu. Au ilikuwa sana. Tena katika posti nyingine tuona na kwenye kuna habari gani? Naona Alidi Chukuchuku pale kuna comment yake. Yaani Alidi amekosa kucheka na kucheka kwenye posti. Alidi Chukuchuku. Yaani amepata wapi nguvu ya kucheka? Yaani Alidi amekosa kucheka amekuja kucheka kwenye posti ya hapa. Sawa, twende kwenye posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani? Haya ni mambo ya Mbeya City leo hii. Simba Sports wenyewe wanasema maandalizi ya kazi, lakini picha hii kuna
Kagoma na Ladak Chasambi. Nimeona watu wakihoji sana kuhusiana na Kagoma, kwa nini alikuwa hapewi nafasi haswa kwa meneja mkuu Pantev. Huenda ni miongoni mwa labda ambao watakuwa wameshangilia. Hivi kuna mchezaji anaweza wakati kocha anaondoka, kuna mchezaji huo, kuna mwingine anasema yes. Inawezekana. Anapiga mpaka ubwabwa kaka. Sherehe kubwa. Bora ameondoka. Basi sawa. Kwa hivyo tuone leo hii atafanyaje Suleiman Matola. Ama sio? Atakuja na kitu gani? Atakuja na vitu gani? Haya, twende kwenye posti nyingine, kwenye nako tuone. Kuna mambo bwana Diarra Day, si ndio Young Africans wametangaza hiyo Diarra Day. Sasa huyu ni Nkane. Tusikie kwanza kidogo anachokifanya Nkane. Mtembea kidogo. Nipe hiyo. Yes, huyo ni Dennis Nkane akichagiza ile Diarra Day ambayo leo hii bila shaka ndo kwa anatengeneza yale matege ya Diarra. Akijaribu kupambana afu bukta unaishusha kidogo. Miguu imeingia ndani. Utege wa mpira unaitwa. Kama umepakatia ngoma vile. Unajua ushakuona wanaopiga ngoma. Ngoma inawekwa hapa afu lazima uwe kidogo. Si ndio Haya, yes, hayo ni Young Africans. Ila wana matani na Diarra. Naam? Wana matani na Diarra. Kwa Nkane bila shaka kila mtu kwa sababu Nkane na Kibwana walipambana kwenye ngumi. Tamani Disemba 26 Diarra na Nkane. Mbona uzito tofauti sasa? Hivyo. Bala hamna. Unaona tukitafuta twende kwenye posti nyingine na kwenye tuone, lakini haya yote ni majira ya saa 10. Young Africans inaikaribisha Fountain Gate. Tumalizie na hii umehitaja Disemba 26, sio? Mangasole Edward. Kwa nini umehitaja Disemba 26? Kwanza kwa wale ambao wanapenda zawadi, Disemba 26 ni Boxing Day, sio? Ni siku ya kufungua zawadi. Ndio maana wameita hivyo. Lakini kikubwa ni kwamba Disemba 26 kuna pambano la ngumi kati ya mabondia wengi watapanda, lakini miongoni mwa mabondia hao ni Hassan Mwakinyo, miongoni mwa mabondia ambao kiukweli wanaitangaza Tanzania katika medani ya ngumi duniani. Ama sio kwa hivyo kwa yule ambaye anapenda burudani za ngumi basi ajiandae tu Disemba 26. Unataka tusome caption yake Mangasole? Maana naona kama umekaza macho. Anasema hii ilikuwa ni post yake ya nyuma huko. Anasema watu wengi tunafikiri kwamba umasikini ni njaa tu, ni kutokuwa na makazi, ila umasikini mbaya zaidi ni kushindwa kuelewa kuwa mtu unaweza kuwa na pesa na bado ukawa masikini wa kutupa. Haya mengine ni hustle si nini Victoria simple, lakini kikubwa ujumbe wake kwamba kumbe unaweza ukawa na pesa na bado ukabaki kuwa maskini wa kutupwa. Mangasole unatafakari? Unatafakari? Kweli unaweza kuwa na pesa na ukawa maskini, kwa sababu wakati mwingine maskini unaweza kuwa ni fikra zako mwenyewe. Ukaishi kwenye hiyo fikra za kimaskini. Asapo unaitwa tajiri ambaye ni maskini. Bado utaitwa maskini tu, kwa sababu unaweza kuwa ukishakuwa na pesa una pesa tu kaka. Ukishakuwa na pesa wewe maskini. Mimi maskini mwingine unazungumzika. Huo mwingine unasovika. Mimi nimekuwa na umaskini wa mawazo na umaskini mwingine umaskini wa kibunda. Hauna msamaha. Umaskini wa mawazo unavumilika. Lakini wa kibunda. Mangasole kama kwa wale watumiaji wa kisimbuzi cha Azam TV bila shaka watakuwa wameona moja ya tangazo ama promo ya Hassan Mwakinyo akionekana anaendesha gari fulani hivi. Wapenzi wa magari, gari ile nimeipenda kwa maisha ya nje ya Dar es Salaam, inapendeza. Lakini kikubwa katika hilo tangazo anaonekana yupo katika MeTV. Kuna shoti ya juu inaonekana ile ya drone nafikiri. Lakini anasema eneo hili zamani inasemekana palikuwa na mji mkubwa, lakini kwa sasa hivi pale hata kibanda kuna ni poli kabisa. Mimi nimependa hile kitu kwa sababu hata vijijini huko kwa wale ambao wameishi vijijini na sisi tulioishi vijijini Mula huko Morogoro tunafahamu hayo mambo kwamba kuna wakati mwingine miji huwa inahama. Yaani watu walikuwa wanaishi zamani palikuwa wanachangamka, lakini baadaye mji umehama kabisa. Na sehemu nyingine ukifika pale ukiambia kwamba hapa walikuwa watu wanaishi huwezi kuamini. Ndio kile ambacho ametukumbusha Hassan Mwakinyo kuelekea tarehe 26 Boxing Day.
Champions. Utakuwepo? One time. Hilo tena mimi. Mimi lazima niwepo bwana. Na nikwambia tu kwenda kwangu huko kwenye ngumi. Nafikiri kuna vitu navyokota. Kwa hiyo kama Mangosole ajipange. Mangosole mwenyewe anajua huu muziki hawezi kuingia. Mimi sikufundishwa kupigana, nilifundishwa kung'ata. Sasa kama unaweza kuhimili meno sawa. Kwa hiyo unataka kile alichokifanya Tyson. Nilimwambia Aidan kwamba nafikiria ujasiriamali mwingine ambao nitakuwa nao hivi karibuni ni kuingia kwenye ngumi. Na mimi nikwambia mimi sina ngumi kama zile za Aidan za dishua. No. Wewe ngumi kweli. Mimi nimaliza hivyo Mangosole. Asante sana Ali Bakari. Tukutane kesho kwa taarifa yako. Kesho. Mungu akipenda. Au leo ndio Ijumaa. Leo Alhamisi. Basi sawa, tukutane kesho. Kwenye kipindi au ofisini? Kwenye kipindi. Tutaangalia ratiba zitakavyotoka. Nyumbani umeageje? Nyumbani umeageje? Nyumbani sio mpaka kesho. Ujue masuala ya ngumi, tulikuwa na mwanafunzi mmoja shuleni wakati tunasoma teknolojia ya TV zilikuwa bado sasa ule kwao kulikuwa na TV. Alafu ile nani za mapambano alikuwa anaziona. Sasa watu wakawa wanamuogopa akiamini kwamba anajua ngumi. Siku moja jamaa mmoja akajitosa, mimi niacheni huyo tuone kama mapigano yake. Babu alipigwa. Ndio tukajua kumbe unaweza kuwa na hivyo vitu vyote lakini ngumi zikakushinda. Alipigwa yule dogo. Kila mtu sasa kaanza kumudu pale. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tulikuwa kwenye Zilizobamba mitandaoni tukitazama taarifa ambazo zimejiri mitandao kupitia taarifa za michezo, na tunarejea baada ya muda si mrefu kutoka sasa. Kumbuka tutarudi kwenye The Pitch.